Kama wewe ni mpenzi wa kutumia peanut butter, ninaomba unitegee sikio lako vizuri. Nafahamu kwamba peanut butter ni moja chakula ambacho wengi tunapenda kutumia kwenye kupikia mboga, kwenye kuweka kwenye mkate na kuweka kwenye vyakula vingi. Na peanut butter tumekuwa tukizoea kwamba inakuwa na karanga tu peke yake. Lakini mpaka dakika sasa kuna vitu ambavyo vinaendelea ambavyo hasa kama ni mpenzi wa peanut butter, basi nisikilize kwa umakini niweze kufahamisha vitu hivi, kwa maana kwamba katika video ya leo tunaenda kuangazia mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, tutaenda kuangazia swala la peanut butter na aina zake. Lakini jambo la pili tunakuangazia ni peanut butter ipi ni bora na salama na ipi ya kuweza kuepuka. Na mwisho, ambayo jambo la tatu, tutaenda kuangazia ni namna gani utaweza kuchagua peanut butter iliyo sahihi na ambayo ni salama, na au ni namna gani unaweza kutengeneza wewe mwenyewe peanut butter ambayo inaweza ikawa ni sahihi na bora kwa afya yako. Kwa hiyo ni kusitu tukwende sambamba mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze kupata elimu hii, hasa kama wewe ni mpenzi wa kutumia peanut butter. Kama sio mpenzi, lakini ni vema kuweza kupata taarifa hii, kwani wewe ukiweza kushafahamu na kuelewa unaweza kumwelimisha mwenzio. Uko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Mada ambayo iko hewani hasa tunaenda kuangazia aina moja ya peanut butter ambayo inatakiwa uikwepe. Lakini kama nimesema awali, hatutaweza kuishia tukaangazia hii peanut butter ambayo haifai. Tutaangazia aina peanut butter tulizonazo na namna kuweza kuchagua peanut butter ambayo ni sahihi. Kiufupi tu, kwa wewe ambaye hufahamu hii peanut butter ni kitu gani, peanut butter ni chakula ambacho huwa kinatokana na kuweza kusaga karanga ambayo imerostiwa au ambayo imekaangwa. Umechukua karanga, umeikaanga ama umeirosti. Baadaye unaisaga, inafika inakuwa kwenye misiri ya utepe ama uraini, ambayo kishakuwa kwenye hali hiyo, basi tunasema kwamba tunaita kwamba ni peanut butter, tena si kama karanga ambayo tumekuwa tumezoea. Peanut butter, fahamu kwamba au karanga kiufupi, imekuwa ni chakula ambacho kwa upande wa mmea kimesheheni protini bora na salama na safi kabisa ambayo tunahitaji, na kuweza kutumia vijiko vivyo peanut butter tu vinaweza kupatia protini karibia ambayo unahitaji kwa siku nzima. Na wakati huo pia fahamu kwamba licha kwa na protini nzuri peanut butter, lakini pia peanut butter ama karanga ni moja chakula ambacho bado pia kwenye swala la afya ya moyo na mishipa ya damu bado pia inaweza ikawa ni nzuri, habari za karanga hizo na peanut butter yake. Lakini cha tatu ambacho nataka nikufahamishe ni kwamba fahamu kwamba peanut butter imesheheni virutubisho vingi, ikiwa ni kuanzia habari za protein, kuanzia wanga iliyo bora, nyuzi lishe, phytochemicals, kuna vitamini nyingi, hasa vitamini E na vitamini nyingine, lakini vitamini E inaongoza. Alafu kuna madini mengi, hasa madini ya zinki, bila kusahau kwamba hii peanut ni moja chanzo cha kemikali ambazo zinasaidia kwenye kuzalisha habari za nitric oxide kwenye mishipa ya damu. Imesheheni arginine, L-arginine, hiyo kemikali au ina amino acid. Kwa hiyo fahamu kwamba hii peanut butter ni moja chakula ambacho ni bora tu, hasa kwa wale ambao tuko kwenye utaratibu wa plant based lifestyle medicine, kwa ulaji wana mfumo wa ulaji wa vyakula tunavyomea. Tuna aina kuu mbili mpaka dakika sasa ambazo nyingi zinapatikana, ambazo ukienda madukani utazikuta, ambazo utakozifahamu. Kwanza tuna aina ya kwanza peanut butter ambayo yenyewe imeundwa kutumia tu karanga peke yake. Hata kama imeongezewa basi unakuta ni karanga pamoja na chumvi. Hiyo ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ni aina ya peanut butter ambayo imetengenezwa kutumia karanga, lakini imeongezewa na vitu vingine ikiwa masuala additives, ambayo ni kemikali ambayo tunatoka kwenye kuhifadhia vyakula vingi viwandani, ikiwa ni sababu masuala ya sukari na mafuta. Kwa hiyo kiufupi kwamba tuna hizi aina kuu mbili. Ni bahati mbaya wengi watumiaji wa peanut butter, hasa wale ambao tunapenda kwenda kununua madukani ambao tutengeneze wenyewe, ni mtu tu anafikia anachukua tu peanut, anajua kama ni peanut butter na anunua, anaondoka zake.
anajua kwamba hii ni yani hajui kama kuna aina za peanut butter. Wewe ndo ambao uko una kipengele, nataka usikilize vizuri. Kikawaida peanut ambayo na ishauri ambayo ni nzuri ni ile ambayo imetengenezwa na karanga tu peke yake eza na chumvi, lakini ambayo haijaongezewa kitu kingine nje ya vitu vyo viwili. Kwa maana kwamba hiyo chumvi tunatarajia huyu mtu aliyekaanga karanga aliongeza chumvi kwenye ile karanga. Ndio tunasema kwamba kwa hiyo maana peanut butter hii inakuwa ni chumvi pamoja na karanga au karanga pamoja na chumvi. Hii aina peanut butter unaweza kutumia. Au wakati mwingine unakuta hii aina peanut butter wameandika tu moja kwa moja kwamba ni 100% ni peanut tu peke yake. Au wengine kwenye lebo ile unakuwa ameandika kwamba ingredient, manake vilivyomo kwenye karanga. Ukiona neno ingredient manake ni vilivyomo ndani ya ile karanga ama peanut butter. Unakuta amekuandikia kwamba ni karanga yenyewe pamoja na chumvi. Hiyo aina peanut butter unaweza ukatumia, ni salama. Sasa kuna hizi peanut ambazo zinakuwa na vitu vifuatavyo. Unakuta nakwambia ameweka karanga. Wakati huu pia unakuta amekwambia kwamba ameongeza vegetable oil. Unakuta utakuwa neno vegetable oil ambayo ni mafuta. Mafuta ambayo ni haya tu ya kula ndio ameongezewa. Lakini siku hizi kitu cha ajabu sana ambacho kinasikitisha, na usikuta mtu amekuongezea mpaka sukari. Sasa kwenye karanga tunaongeza sukari kwa nini? For what? Ni kitu cha kushangaza, lakini zipo nyingi unakuta ameongeza neno sukari. Alafu utakuta wameongeza additives pale, kuna vikemikali unakuta ameviongeza pale. Naomba nikuhakikishie hii aina ya peanut butter kwako haifai. Iepuka, kwa maana kwamba kama ni mpenzi wa kununua peanut butter kutoka madukani, hakikisha unasoma lebo ya peanut butter. Ukishana ina makorokoro zaidi ya hivi vitu vingi nimevitaja, karanga na chumvi, hiyo peanut butter achana nayo. Hiyo mwachie, wachie wengine watatumia, sio lazima utumie wewe, lakini sio nzuri kwa afya. Kwa hiyo kiufupi hicho ndio ambacho utakao ukifahamu. Hii ndio aina peanut butter ambayo ni moja ambayo unatakiwa ukwepe. Ukishana kwamba na vitu zaidi ya nani ya vitu vingine ambavyo nimevitaja, karanga na chumvi, basi hiyo peanut butter achana nayo. Nenda kwenye ile ambayo haina chumvi ama ambayo tu ina karanga tu peke yake. Karanga na chumvi ama karanga tu peke yake. Ile ndio ambayo ni nzuri. Hii ama korokoro achana nayo. Sasa kikawaida unaweza kufanyaje kuhakikisha kwamba unapata peanut butter iliyo bora? Kuna vitu vichache unaweza ukavizingatia kuhakikisha kwamba unapata peanut butter ambayo ni bora. Moja, angalia peanut butter ambayo ni asili, ambayo yani ipo katika uhalisia wake. Kuna hata wengine ambao wanatengeneza mazingira ya kawaida nyumbani, yani ambao wanakuwa wale si utokea viwandani, ambao si wameweka madude gani, unaweza kutumia. Lakini key point kwenye uasili, focus kwenye karanga yenyewe, kwamba peanut ile iweze kuwa na karanga peke yake, isiwe na sukari wala mafuta, si vegetable oils wala kitu kingine. Focus kwenye kitu hili. Hii ni kitu cha kwanza, kuhakikisha kwamba hauli peanut butter ambayo haifai. Lakini kitu cha pili, epuka peanut butter yoyote ile ambayo unahisi ina sukari na mafuta. Ukishana hiki kitu kama kina sukari na mafuta, maana yake kuna wengine tunajua karanga ina mafuta, lakini kiwango chake cha kawaida, like unakuta watu wanaongezea mafuta tena kwenye peanut. Kwa hiyo hiki kitu cha design hii epuka nacho. Hiyo ni kitu cha pili, hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu, angalia kama kuna kemikali yoyote, kuna kitu ambacho kimeandikwa pale hukielewi, maana yake ni additives ambazo watu wanatumia kuhifadhia chakula. Ile aepuka, achana nayo. Lakini mwisho, kwa ajili ya usalama zaidi, tengeneza mwenyewe, kwa sababu peanut butter unaweza kutengeneza mazingira ya nyumbani. Sio lazima utumie peanut butter kama ni mpenzi wa karanga. Unaweza kutumia hata karanga yenyewe iliyosagwa, kwa sababu karanga zote kwenye saga sio lazima ziiche kwa peanut butter. Unaweza kuchukua kama ni karanga yako ukaipeta vizuri, uka kwenye blender ukablend, ukapata tu unga vizuri wa karanga, ukaweka kwenye mboga yako, bado na taste vizuri. Lakini kama uko busy na huna muda kutengeneza hayo, hakikisha unasoma lebo ya peanut butter unayoenda kuinunua. Lengo ni kuhakikisha kwamba unatimiza kigezo namba 1, kwamba hakikisha kwamba peanut butter ni asili
na karanga tu peke yake, lakini pili ni kuhakikisha kwamba unaepuka masuala ya sukari na mafuta haya yaliongezewa, na tatu ni kuepuka habari za hizi additives. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa hawafahamu, hii ndio taarifa ambayo unahitaji wewe kabla hujaenda kununua peanut butter, na ambayo itaweza kukulinda wewe dhidi ya magonjwa. Nimekuwa nikishauri kwamba peanut inaweza kutumika kama mbadala wa mafuta, ni nzuri, lakini zingatia vigezo hivyo. Nilihitaji kufahamisha hayo tu kwa upande wa leo. Ni kushukuru tu kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.